Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Juni 27. Somo lisemalo, wajibu wetu kwa maskini. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba Roho wako awe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu, mkaninywesha. Nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Mathayo 25 mstari wa 35 na 36. Wakati ulimwengu unahitaji kuhurumiwa, wakati unahitaji maombi na msaada wa watu wa Mungu, wakati unahitaji kumwona Kristo katika maisha ya wafuasi wake, vivyo hivyo watu wa Mungu wanahitaji fursa ambazo zinavuta huruma yao, kuweka ufanisi katika maombi yao na kukuza ndani yao tabia kama ile ya mfano wa Mungu. Mungu ameweka miongoni mwetu maskini, wasiojiweza, wagonjwa na wanaoteseka kwa ajili ya kutupatia fursa hizi. Ni urithi wa Kristo kwa kanisa lake, na wanapaswa kutunzwa kama ambavyo yeye angewatunza. Kwa njia hii Mungu anaondoa uchafu na kuisafisha dhahabu, akitupatia ukuaji na ukomavu wa moyo na tabia tunayohitaji. Bwana angeendeleza kazi yake bila ushirikiano wetu. Hatutegemei sisi kwa sababu ya fedha zetu, muda wetu, wala kazi zetu, bali kanisa ni la thamani sana mbele zake. Ni sanduku lililo na vito vyake, zizi ambalo huzungushia boma kundi lake, na anatamani kuliona likiwa bila doa au lawama wala mambo kama hayo. Analionea shauku kwa upendo usioweza kuelezeka. Hii ndiyo sababu ametupatia fursa ya kufanya kazi kwa ajili yake, na anapokea kazi zetu kama kiashiria cha upendo na uaminifu wetu. Katika kuweka miongoni mwetu maskini na wagonjwa, Bwana ametujaribu ili kutufunulia kile kilichopo mioyoni mwetu. Ukuaji wa akili na moyo unaweza kukamilishwa kwa urahisi pale tunapohisi huruma ile kuu kwa ajili ya wengine, kiasi kwamba tunatoa fadhili na fursa zetu ili kupunguza mahitaji yao. Matendo mema yanatugharimu kujinyima, lakini ni katika kujinyima huku yanazalisha nidhamu. Wajibu huu hutuleta katika pambano na hisia na hulka za asili, na katika kuyatekeleza tunapata ushindi baada ya ushindi dhidi ya sifa bainifu ambazo ni pingamizi kwa tabia zetu.
Ulimwengu utashawishiwa si zaidi sana kwa kile kinachofundishwa mimbarani kama kwa kile kanisa kinachokiishi. Mhubiri anatangaza kisa cha Injili, bali uchaji Mungu wa kanisa unaoneshwa kwa vitendo, utakuwa kielelezo cha nguvu yake. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo wajibu wetu kwa maskini. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha wajibu wetu wa kuwatendea vyema maskini na jamii ya wahitaji wanaotuzunguka. Tunaomba tuliishi hili neno. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi